ajili ya shughuli mbalimbali za kitume, alafu sisi hatufiki na hatumtumii pale. Padre anaenda kigangoni kabla ya misa, anaketi kwenye kiti cha kitulio ili kuunganisha, anakaa pale, hatuwezi kuungana. Mara moja nimewahi kulitokea, nimekwenda kigangoni mahali, nimeketi kwenye kiti cha kitulio, nikakaa kama dakika 5, nikakuta hakuna anayekuja. Nikasimama nikawauliza watu wa mimi, nimeketi hapa karibuni kwa kitulio, na nilikuwa sijaenda kule karibu mwezi mzima katika mzunguko, mwezi mzima sijaenda kusali misa. Lakini mwamini mmoja akasema, wewe tunagaya sambi hapa. Kweli tunagaya sambi, yaani hatuna dhambi. Nikasema kweli tumshukuru Mungu kama hatuna dhambi kweli, kama tunaelewa dhambi ni nini. Nadhani tuna haja ya kutafakari vizuri zaidi, na tuwatumie mapadre wetu, tuwatumie watupe baraka, tuwatumie katika maadhimisho. Baraka ya padre ni muhimu. Wakati mwingine pengine unaenda safari mahali, Mungu baraka, padre huyu amepaka mafuta mikononi kwa ajili ya kubariki, tumie. Kwa hiyo tumepewa zawadi kutoka kwa Mungu kwa ajili yetu. Katika adhimisho la sakramenti ya daraja takatifu la padre, wakati wa kukabidhi dhabihu, tutasikia hapa askofu anamwambia padre mpya, pokea dhabihu za taifa takatifu za kumtolea Mungu. Fahamu hayo utakayotenda, fuasa hayo utakayotenda, na patanisha maisha yako na fumbo la msalaba wa Bwana. Maneno haya ni mazito sana, yanatutaka mapadre tuliongoze kundi la Bwana tuliokabidhiwa kwa maneno na matendo yetu, si kwa maneno peke yake, bali kuishi fungo tunaloadhimisha. Hayo ndiyo yanayowavuta watu kwa Kristo. Askofu mkuu mtumishi wa Mungu Fulton Sheen anasema, alivyo mchungaji ndivyo walivyo kondoo, alivyo padre ndivyo walivyo waamini wake. Padre mtakatifu ulijenga kanisa takatifu. Tumsifu Yesu Kristo.